Swahiba, afya ni msingi wa maisha yetu ya kila siku. Jilinde, mlinde na mwingine. Ukimwi ni miongoni mwa majanga yanayoitesa dunia kwa sasa na unaathiri zaidi mataifa yanayoendelea yakiwemo ya Afrika. Tatizo hilo lina historia ndefu, lakini inaelezwa kuwa lilianza miaka 1980 ambapo tangu wakati huo dunia imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali kulitokomeza. Katika kuhakikisha kwamba juhudi za kutokomeza janga hili zinaimarishwa, Umoja wa Mataifa uliamua kwamba ifikapo Disemba 1 ya kila mwaka, dunia inatakiwa kuadhimisha siku ya ukimwi duniani. Karibu ni kuongeze maarifa. Mimi ni Lilian Mboya na hii ni Nipashe Digital. Hii ni siku maalum duniani kote ya kuelimisha jamii kuhusu ukimwi, kuonesha mshikamano kwa watu wanaoishi na VVU na ukimwi na kuwakumbuka wale waliopoteza maisha kutokana na tatizo hili. Siku hii ilianzishwa mwaka 1988 na Umoja wa Mataifa UN kupitia shirika la afya duniani WHO. Wazo hilo lilitolewa na James Bunn na Thomas Netter, maafisa habari wa WHO waliotaka kuwe na siku moja ya kimataifa ya kuongeza uelewa kuhusu VVU na ukimwi. Mnamo mwaka 1996, jukumu la kuratibu maadhimisho haya lilihamishwa rasmi kwenda kwa UN's Joint United Nations Program on HIV and AIDS. Programu maalum ya Umoja wa Mataifa ya kushughulikia na kuratibu masuala ya VVU na ukimwi duniani. Lengo la siku ya ukimwi duniani ni kuelimisha jamii kuhusu njia sahihi za kujikinga na maambukizi ya VVU na ukimwi, kupunguza unyanyapaa dhidi ya watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, kuwakumbuka wale waliopoteza maisha kutokana na tatizo hilo na kuhamasisha watu kupima afya zao na kupata matibabu stahiki. Aidha, siku hii inalenga kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuongeza nguvu ya pamoja katika kupambana na maambukizi mapya na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za afya kwa wote bila ubaguzi. Malengo ya dunia ilikuwa ni kufikia mwaka 2025 asilimia 95 ya wanaoishi na VVU kupima na kujua hali zao, asilimia 95 ya waliopima na kugundulika kuwa na maambukizi kuanza kutumia dawa za kufubaza makali ya virusi hivyo, na asilimia 95 ya wanaotumia dawa wao wamefubaza makali hayo. Nchini Tanzania, taarifa zinaonyesha kuwa ukimwi uligundulika miaka 1980 na kila mwaka maadhimisho haya hubeba kauli mbiu tofauti inayolenga kuhimiza hatua fulani. Kwa mwaka huu 2025, kauli mbiu ya maadhimisho hayo ambayo yatafanyika mkoani Dodoma ni imarisha mwitikio, tokomeza ukimwi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na aliyekuwa Waziri wa Afya Jenista Mhagama kwenye maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani mwaka 2024, takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 82.7 wanajua hali zao, asilimia 97.9 ya wanaojua hali zao wameanza kutumia dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, na asilimia 94.3 ya wanaotumia dawa za kufubaza makali tayari wamefubaza makali ya virusi hivyo. Na siku hii huadhimishwa kwa mikutano ya kitaifa inayoandaliwa na Tume ya Kudhibiti Ukimwi Tanzania TACAIDS, utoaji wa huduma bure za upimaji wa VVU, ushauri nasaha na elimu kwa jamii. Matamasha na kampeni za uelimishaji hasa kwa vijana na makundi hatarishi, kumbukumbu na dua maalum kwa wale waliopoteza maisha kutokana na janga hili. Ni siku ya kutafakari mafanikio yaliyopatikana katika mapambano dhidi ya ukimwi, kurejea ari ya kimataifa ya kumaliza maambukizi mapya na kuhimiza jamii kushirikiana ili ifikapo mwaka 2030 dunia iwe imefikia lengo la maambukizi mapya 0, vifo 0 na unyanyapaa 0. Unapoanzisha uhusiano mpya, hakikisha unaenda na mwenza wako kuangalia hali ya afya zenu. Pima, utambue hali yako, uishi bila wasiwasi. Makala hii imehaririwa na Nebat Msokwa na kuletwa kwako nami Lilian Mboya. Endelea kufuatilia Nipashe Digital kwa elimu na maarifa zaidi.